zenu ambazo tunazungumza leo, kata 16, iko miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa kwenye maeneo yenu. Katika miradi hiyo iko miradi ambayo imesimama kwa fedha pengine kuisha. Iko miradi ambayo inatekelezwa lakini fedha hazijaanza kutumika. Lakini iko miradi ambayo kwa namna moja ama nyingine inaelekea kukamilika, lakini ubora wake unatia shaka. Ipo. Sasa kama halmashauri tumekubaliana na tumeamua kuchukua njia na mkondo tofauti katika usimamizi wa miradi. Kwanza, tuna wajibu wa kuhakikisha fedha zote zinazoelekezwa kwenye miradi zinatumika kwa mujibu wa utaratibu na zinatumika kwa wakati. Maelekezo yangu, haitakiwi kwa kata yoyote kuvuka na fedha za mradi itakapofika mwezi wa 6 mwaka huu. Kata yoyote, mradi wowote. Na nataka nilieleze hili kwa ufasaha kabisa. Mna wajibu wa kusimamia miradi yote ya kisekta, iwe ni miradi ya kilimo, iwe ni miradi ya elimu, iwe ni miradi ya afya. Miradi yote ambayo inatekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mna wajibu wa kuisimamia. Kwa hiyo tuhakikishe tukitoka hapa tunakwenda kujiridhisha juu ya status ya miradi inayotekelezwa kwenye kata zetu, lakini hata fedha ambazo zimeshushwa pale, tuhakikishe fedha hizo zinatumika, na sio kutumika tu, zinatumika kwa mujibu wa utaratibu, ili wote tubaki salama. Inavyotoka hadi kusainiwa na sisi kuruhusiwa kutekeleza mradi inachukua muda mrefu. Nitatoa mfano. Mimi pale na ujenzi wa kituo shikizi na Majojolo tumepewa milioni 25. Tangu wiki iliyopita mkataba ulitoka, lakini hadi kusainiwa mpaka leo yule mzabuni anasema hawezi kuleta vifaa mpaka mkataba huo umesainiwa. Sasa nimeenda pale naambiwa vitu vingi ambavyo vinafanyika kwenye ofisi hii ya mkurugenzi sio vya kwetu sisi. Kwa hiyo hiki kitu kinapelekea miradi kuchelewa. Shauri jambo moja kwenye upande wa utengenezaji wa BOQ, yani makadirio ya ujenzi. Na shauri kama ingewapendeza viongozi, tungekuwa tunapata makadirio ya ujenzi, yani makadirio ya ujenzi yawe yanaanza, yani watu wahandisi wanafika site wanafanya makadirio, wanajua kabisa hili jengo linagharimu milioni 17 au milioni 20. Alafu baada hapo ndio tunaingizwa fedha kwenye account. Tunapotekeleza ule mradi, nadhani tunaweza tukatekeleza vizuri zaidi kuliko inakuja BOQ baada ya fedha kuingia kwenye mradi. Na hiyo imetukosti sana hata kwenye utekelezaji wa miradi iliyopita. Kwa mfano, kwenye mradi wa Boost tulipewa BOQ inagharimu shilingi milioni 12 tuanze kuitekeleza na fedha ziko milioni 12. Lakini tukiwa tuko katikati ya kutekeleza mradi tunaambiwa kwamba tutumie BOQ ambayo thamani yake ni milioni 18. Ndio maana mpaka leo hii kuna vitu vingine bado havijakamilika.